Ndugu zangu, natumaini kwa nyinyi ni wazima wa afya. Nilikuwa nimekaa siku moja bila kuongea. Jana nikapanga niongee, ni rushe chochote kwenye channel hii ya YouTube, lakini kutokana na taarifa mbaya zilizotokea ghafla tu nikajipata naishiwa nguvu na mudi kapotea, kutokana na kifo kilichoumiza watu wengi, kifo kilichonigusa cha Mheshimiwa Colonel Rutera. Mungu amlaze mahali pema peponi. Na Mungu alimpenda sana. Alifia kwenye gereza Ndolo. Kwenye gereza Ndolo ni kifo kilichoumiza watu wengi sana, na mimi nikiwemo. Ni kifo kimeumiza sana. Na ikafika jana majioni ukatokea tena msiba upande wa Uvira, na nitoe pole kwa wakaji wa Uvira wote na wasanii kwa ujumla kwa kupoteza msanii mkubwa. Mr. Gaffa alikuwa anafahamika sana. Mimi nianza kumfahamu kipindi hiko nikiwa bado Kongo, ndio nilifahamu Mr. Gaffa. Kwa kweli niliumia pia, yani maumivu yakazidi kuongezeka. Kuachana na mambo ya siasa, mambo ya ukabila, kifo cha Gaffa kimeniumiza, na nilikuwa shabiki wake kwa kweli. Na tuendelee kupatia pole wakaji wa Uvira kwa msiba wa Mr. Gaffa. Ni kitu kimeniumiza sana, na Mungu aendelee kumpumzisha kwa amani. Na kuna semekana kuwa alikuwa na ugonjwa wa tifoidi, labda ndio nazo elimu tifoidi, kwa akaanza kuvimba miguu. Ni hivyo, Mungu akampenda zaidi. Na tukianza na kifo cha Mheshimiwa Colonel Rutera, ni kuwa taarifa kutoka Kinshasa zilisema kuwa Kanali Rutera alifariki dunia Alhamisi ya jana tarehe 16 Julai mwaka huu, baada ya kuzuiliwa kwa zaidi ya miaka miwili katika gereza Ndolo. Na habari ya kifo chake zilianza kusambaa baada ya mmoja wa familia yake kuthibitisha taarifa hii kwenye Msizo TV, akisema, jana tulipewa taarifa kwamba alikuwa katika hali mbaya gerezani ya Ndolo, na leo tumepigiwa simu na kutuarifu kuwa amefariki dunia. Hii ni habari ya kusikitisha sana kwa familia yetu na kwa jamii ya Nyamulenge kiujumla. Kwa mujibu wa taarifa zilizokusanywa na Msizo TV, Kanali Rutera alikamatwa mwaka wa 2023 kwa Uvira alipokuwa akihudumu katika jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC. Familia yake inasema kuwa tangu alipokamatwa hakuwahi kupewa maelezo ya wazi kuhusu makosa aliyokuwa akihutumiwa nayo na sababu halisi za kufungwa kwake. Yaani alikamatwa tu kiholela. Unajua hii regime ikionekana tu labda unawapinga kidogo, ni hivyo unabambikiziwa kesi, ni hivyo unapelekwa kufungwa au unadungwa sindano na kufuata taratibu. Na watu waliokuwa karibu naye wanasema kuwa afya yake iliendelea kudhoofika alipokuwa gerezani, huku ugonjwa wake ukizidi kuwa mbaya. Na familia yake inaeleza kutoridhishwa na huduma alizokuwa akipewa ndani ya gereza, na familia yake inataka kufanyika uchunguzi huru ili kubaini chanzo halisi cha kifo chake na mazingira maisha aliyokuwa akiishi hadi siku yake ya mwisho. Na Rutera alikuwa mmoja wa maafisa wa jeshi waliokuwa na historia ndefu katika vita vya eneo Maziwa Makuu. Kwa mujibu wa watu waliowahi kufanya kazi na yeye waliomfahamu, mwaka wa 1994 alijiunga na jeshi lililohamasisha mauaji ya kimbari dhidi ya Watusi nchini Rwanda. Baadaye mwaka wa 1996 alijiunga na AFDL iliyokuwa kiongozwa na Laurent Desire Kabila, ambayo ilishiriki katika kuangusha utawala wa Mobutu Sese Seko. Baadaye aliendelea kushiriki katika vita vilivyofuata na kiwa pamoja na kwenye chama cha RCD, kisha akahudumu chini ya utawala wa Rais Joseph Kabila. Pia aliwahi kuwa katika kundi la Gomino lililoongozwa na Kanali Venant Bisogo kabla kurejea tena katika jeshi la serikali mwaka 2010, na ambapo aliendelea na majukumu yake hadi alipokamatwa mwaka 2023. Waliomfahamu wanamuelezea kuwa aliwahi kuwa
mwanajeshi jasiri mwenye bidii na anayejitolea kwa kazi yake. Wanasema kuwa alipenda nchi yake na alitoa mchango mkubwa katika operesheni mbalimbali za kijeshi zilizogusa historia ya eneo hilo. Kifo cha Kanali Rutera kimeibua tena maswali kuhusu hali ya maisha ya wafungwa katika magereza ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hasa kuhusu huduma za afya, haki za wafungwa na namna kesi zao zinavyoshughulikiwa. Familia yake na wanaomuunga mkono wanataka uchunguzi huru na wa haki ufanyike ili kubaini ukweli kuhusu kufungwa kwake, ugonjwa wake na chanzo chake na kifo chake. Hadi wakati taarifa hii inatolewa, mamlaka ya Jamhuri ya Kidemokrasia hizi kwa bado zimetoa tamko lolote kuhusu kifo chake na wala kuhusu madai yaliyotolewa na familia yake. Na tukielekea huko Nord Kivu ni kuwa UN ama ONU imewekea vikwazo Corneille Nangaa kwa mujibu wa taarifa ya Umoja wa Mataifa iliyotolewa jana Alhamisi tarehe 16 mwaka huu mwezi wa 7. Watu waliowekwa kwenye orodha ya vikwazo pamoja ya hao ni Corneille Nangaa na Colonel John Amani Zenze, Sebastien Uwimbabazi, Gustave Kubwayo anayejulikana kama Serkov na Mohamed Lumisa na wengine, pia makundi mengine na ikiwemo serikali ya M23 Twirwaneho yamewekewa vikwazo. Vikwazo hivyo vinahusishwa kufungiwa mali zilizopo katika nchi ya wanachama wa Umoja wa Mataifa, kupigwa marufuku kusafiri kimataifa pamoja na kuzuia kupata vifaa vya kijeshi. Hata hivyo, uamuzi huu umeibua mjadala miongoni mwa wanaofuatilia kwa karibu hali ya mashariki ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Baadhi ya wakazi wa maeneo yanayodhibitiwa na serikali ya M23 Twirwaneho wanasema kuwa hawakubaliani na tuhuma zinazotolewa dhidi ya serikali hiyo na chama cha MLDP kuhusu kuhatarisha usalama, na wanasema hawakubaliani na tuhuma zilizotolewa na Umoja wa Mataifa, na wanasema kuwa katika maeneo hayo kuna utulivu na usalama zaidi kulinganisha na hali ya awali, na kwamba shughuli za biashara pamoja na maisha ya kila siku yanaendelea kurejea katika hali ya kawaida. Nao wananchi wanaozungumza na Msizo TV wanasema serikali hiyo au chama cha MLDP wanaweza kuwa lengo lake kuu ni kupigania haki za wananchi na usalama wao na maendeleo ya taifa. Pia wanasema baadhi ya hao wanatoa maamuzi ya kimataifa hawazingatii vya kutosha chanzo cha mgogoro wa muda mrefu wa usalama wa mashariki mwa DRC, bali wanatanguliza tu vikwazo ambavyo kwa mtazamo wao hawavifutii sababu ya msingi za mzozo huo. Kwa upande mwingine, wakazi wengi wa maeneo yanayodhibitiwa na serikali ya Kinshasa wanaendelea kueleza wasiwasi kuhusu hali ya usalama. Na ripoti mbalimbali zinaeleza kuwa ripoti ya matukio ya mauaji, wizi, kutumia silaha, uporaji wa mali za raia, vitendo vingine vya uhalifu vinavyozua hofu kwa wananchi katika baadhi ya maeneo hayo. Na baadhi ya wachambuzi wanaona kuwa amani ya kudumu haitapatikana kwa kutegemea vikwazo au operesheni za kijeshi pekee, bali kunahitajika mazungumzo ya kina yanayoshirikisha pande zote kuhusika katika mgogoro huu ili kupata suluhisho la kudumu linalozingatia haki na maridhiano na usawa wa haki kwa wananchi wote. Ingawa Umoja wa Mataifa unasema kuwa vikwazo hivi vinalenga kuunga mkono amani na kuzuia shughuli za makundi yenye silaha, bado kuna wanaojiuliza iwapo vitakuwa na matukio ya chanya wakati sababu zinazohusiana na siasa, usalama na utawala bado hazijapatikana suluhisho la kina. Mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia imekuwa ikikumbwa na migogoro ya silaha na kwa miaka mingi ikihusika makundi mbalimbali yenye silaha pamoja na changamoto za haki za kibinadamu. Ni Umoja wa Mataifa umechukulia vikwazo baadhi ya viongozi wa serikali ya M23 na Twirwaneho kijumla. Lakini cha ajabu hawashiki vikwazo kwa viongozi wa FARDC au washiki vikwazo kwa Rais Felix Tshisekedi kwa mambo na anayofanya na rushwa anayofanya wazi hawashiki vikwazo. Ndio maana nawaambiaga kuwa kunaga Umoja wa Mataifa, hakuna kitu kama hicho, hakuna.
Na tukielekea Burundi ni kuwa familia ya mwanajeshi Ningaba Onesime inaomba yeyote mwenye taarifa zake awasaidie. Ningaba Onesime ni afisa mdogo sio ofisi katika jeshi la Burundi mwenye namba ya utumishi, anatokea Gashingwa katika wilaya ya Rutagema, mkoa wa zamani wa Muramvya. Familia yake inasema hawajapata habari zake tangu tarehe 6 Desemba mwaka wa 2025 alipokuwa katika operesheni za kivita nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mmoja wa marafiki zake anaishi ughaibuni aliandika akisema kuwa katika familia yetu tuna mwanajeshi ambaye hatujui kama bado yupo hai, anaitwa Ningaba Onesime. Alikuwa katika kikosi cha Tafoke batayo ya 17 na aliondoka tarehe 6 Disemba mwaka wa 2025. Aliweza kuwapigia simu baadhi ya marafiki zake na kuambia kuwa hali yake ilikuwa ngumu sana, na akisema kuwa wenzake walikuwa wamefika eneo la Katogota kipindi hiko na kwamba walikuwa wakifuatiliwa na drone iliyokuwa ikiwashambulia kwa mabomu. Hivyo ndivyo ilikuwa sauti yake ya mwisho kusikika. Na marafiki zake hawa wanapenda kufanyike uchunguzi au wajue kinachoendelea kwa huyu mwanajeshi, lakini huyu mwanajeshi amekufa. Huyu mwanajeshi wa Burundi ni kuwa Neva anaendelea kumaliza wanajeshi wake kwa maslahi yake binafsi. Anaendelea kumaliza wanajeshi tena na ana target yake sana sana inakuwa ni wanajeshi wa Kitutsi. Hao ndo anakuwa na akiona huyu anakaa atampinga anampa adhabu labda kufungwa au kumtuma nchini DRC kwenda kupigana kafiri kwa mbele. Hiyo ndio inaoga target ya Rais Neva. Na tukiendelea kupatia pole wakaji wa Uvira wote na kwa msiba wa Gavin, ni msiba umeumiza sana, na tukipatia pole pia wa Jamila Wanyamulenge, Jamilangu na kupoteza Kanali Ruterera. Asanteni sana.